Ujumbe wangu kwako ni kwamba usiende kwa Mungu kwa ajili ya kutaka vitu tu, bali nenda kwa Mungu kwa sababu umemtaka Mungu mwenyewe. Ni kweli Mungu anabariki watu, ni kweli Mungu anainua watu, lakini Mungu anaangalia nia ya mtu. Kama umeenda kwa Mungu nia yako ni kutaka vya kwake tu, huo ni hakika mtu wa Mungu huwezi kuvipata, isipokuwa tu utazunguka sehemu nyingi na hutaweza kupata unachokitaka, kwa sababu hujajua siri moja ya kwamba kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Naposema chanzo cha maarifa, maana ukishapata maarifa utapata njia, utapata mbinu, utapata nafasi, utapata njia ya kuvifikia vingi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu umempata yeye anayemiliki hivyo vitu. Kwa hiyo yeye atakuonyesha kila siku, kila mlango alikoweka kwamba fanya hiki na hiki, nitakupa hiki. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukahangaika sana utaka kupewa vitu labda ili upate mafanikio, lakini Mungu ndo ana mafanikio. Kwa hiyo kama wewe ukikaa kwa Mungu kwa unyenyekevu na ukamsikiliza na ukaenda naye kwa uaminifu, atakupa njia ya kwenda kufanikiwa. Lakini kama ukiwa mkaidi, atakuacha uendelee kuhangaika na utazungushwa kwa mengi sana, kwa sababu kwenye dunia kila mtu anaongea la kwake, kila mtu anawaza la kwake. Lakini mimi leo naomba nikwambie tu kitu kimoja, kwamba kama unahitaji mafanikio, unahitaji kufanikiwa katika Kristo, lazima kwanza ujue kutumika chini ya Kristo, upimwe kiwango chako cha upendo. Kiangalia kwenye Biblia kuna kina Ibrahim alipima upendo wake kwa Mungu. Kama anaweza, kabla ya kubarikiwa alipima kwamba aliambiwa akamtoa mwanae wa pekee, na alikuwa anataka afanye hivyo, lakini Mungu ndiye alomzuilia. Na tukiangalia pia kuna mtu anaitwa Yakobo pia naye alipima, aliondolewa vyote alivyonavyo, kwa anaangaliwa upendo ndani umekaaje. Kwa kama upendo unapima, basi wewe unahakika kwamba kabla ya hujapimwa upendo wako, unaweza kuwa na vitu vyote vikaondolewa vyote, ili upimwe. Je, wewe ni unamtumikia Mungu kutoka ndani, au kwa kuwa amekuzingira kwa ulivyo navyo? Mtu wa Mungu, unapohitaji mafanikio kutoka hapo ulipo kwenda hatua nyingine, lazima kwanza upimwe kwa